Mpendwa mtazamaji wa Global TV, takriban sasa hivi ni siku 5 tangu msanii wa Bongo Movie Salama ya Haya, wengi walikuwa wakimjua kama Wema, na ameigiza au amecheza filamu mbalimbali za hapa nchini, kufariki dunia. Lakini leo tuko hapa tunazungumza, kuna sintofahamu ambayo imetokea, ni kwamba upande wa wazazi wa Wema hawajui au hawafahamu chanzo au kisa kilichosababisha mpaka mtoto wao kufariki, na hiyo imetokana kwa sababu maiti ilipopelekwa, baba kuweza kuona mwili wa mtoto wake na vitu vingi, na hata habari ya ugonjwa wake hakuifahamu. Basi tuko na baba mzazi hapa, tutaenda kuzungumza naye, yeye ataweza kutuambia vizuri na kwa nini ameamua swala hili liende mbele ya sheria. Baba, pole na msiba. Asante sana. Natumai ndio baba mzazi wa Salama. Ndio. Nini ambacho kimetokea? Yani kilichotokea ni kwamba mimi siku ya Jumamosi nimepigwa simu na mumewe kwamba baba mwanao anani nampeleka Muhimbili. Nani alimpeleka Amana, kwa hiyo tumepata transfer tunampeleka Muhimbili. Anaumwa vidonda vya tumbo. Ilikuwa kama mida saa 4 hivi. Basi mimi kipindi hicho nilikuwa niko Tegeta kule kwa mwanangu. Kwa hiyo watoto wangu wale akasema kwamba basi kama ndio hivyo itabidi sisi tufuatilie. Kwa hiyo mimi nikiwa njiani, nikiwa nimeshafika, nimetoka Tegeta, nimepanda basi mpaka Makumbusho kupanda basi la kwenda Buza. Nikiwa karibu ananipiga simu kama mwanangu amefariki. Kama saa moja baada ya kupata taarifa ya kwamba anapelekwa transfer nani ya Muhimbili vidonda vya tumbo. Na wakati akiwa anaumwa kwa muda wote, kwa hizo siku mpaka kuzidiwa, wewe ulikuwa na taarifa yoyote? Nimepata taarifa siku ya kwanza ambayo ndio hiyo ananiambia kwamba anapelekwa Muhimbili. Na baada ya muda saa moja ananiambia mwanangu amefariki. Na mlikuwa mna mawasiliano mara kwa mara, labda wewe na mkweo pamoja na mtoto ambaye ni marehemu? Mkwe wangu si sana, ila mwanangu tuko na wasiana, lakini ndani ya wiki ile moja ile ya mwisho nilikuwa nikimpigia simu kwa siku mara 3 mara 4, lakini haipokelewi. Kwa siku mara 3 mara 4 haipokelewi. Na ukujaribu kumpigia mumewe? Mumewe sijaribu kumpigia, sababu mumewe kidogo yani hana ukaribu na mimi. Sasa sikuweza kuingia mambo yao kwa sababu wenyewe wameshapendana. Lakini sasa kuna jambo linapofika kwamba hili sasa jambo lishakuwa serious, inahitaji wazazi. Kulikuwa kuna shida gani labda huku nyuma baadaye mpaka kufikia hatua wewe na yeye hamko sawa? Mimi kwa sababu alipomua mwanangu kabadilisha dini kaenda kule, basi mimi sikuwa na tatizo kwa sababu mtoto kishaamua. Na kama mtoto kishaamua huwezi kumlazimisha. Lakini yani toka kamua ndani ya mwaka mzima hajai mimi hata siku moja. Kila siku mwanangu anambia utakuja lini nyumbani na mwenzako, mwenzangu anambia kesho mpaka mwaka ukaishi. Kwa tangu ameoa hivi ni mwaka mmoja takriban na nusu na kwenda. Lakini tangu ameoa hajawahi kufika nyumbani kwangu. Wala hajawahi kufika nyumbani kwangu. Wala mimi mwenyewe tulikutana tu, ndo tumekutana tu kwenye hiyo harusi. Kwenye msiba huko. Na kwenye harusi? Kwenye harusi mimi sikuweza kuhudhuria kwa sababu imani tofauti. Kwa hiyo ameenda ndugu wengine. Walikwenda baadhi ya ndugu wengine kwa sababu wamechanganyika huko. Kupanda mama yake kuna Kristo na Islamu, na 75% ni wa Kristo. Kwa hiyo wale walifanya lile jambo. Kutokana na imani yangu sikuweza kulihudhuria. Nayo pia haukai na mama yake Wema? Mama yake Wema alishafariki. Kwa hiyo ndio ulibaki ni kama baba. Kama baba. Lakini ana mama zake wadogo na wajomba zake waliishikia ile swala. Sasa kwenye upande ambapo unasema hakuwahi kufika kwa muda wote, kwa hata wewe Wema ukuwahi kuona naye ndani ya mwaka na kitu? Wema aliwahi kuja kama mara 2 kwangu. Aliwahi kuja kama mara 2. Alafu mara ya 3 alikuja takriban kama miezi 4. Alikwenda kwenye kushuti. Miezi 4 nazungumza iliyopita nyuma, 4 au 5. Alipokwenda kwenye kushuti, siku hiyo mimi asubuhi naamka pale nakuta watu kashikwa hivi na watu. Wanagonga mlango, hapa tuko baba Salama. Nikamwambia tumemleta Salama, tuko kwenye mambo yao ya kujiza, kazidiwa, tumemleta hapa, tumemleta tumpeleke kwa sasa, nipekeni kwa babangu Buza. Basi ndo kamleta pale nyumbani. Mimi nikampokea mwanangu, kaka pale, wakachukua namba zao za simu. Baada hapo wao wakasema basi tutawasiliana. Nikakaa naye binti yangu nikamweza nini, mama yake akamchukua pale ambaye ni kufikia. Akamshughulikia pale, akamwogesha, tukampa uji, tukakaa naye kidogo. Kuka nzima pale kidogo kawa nafuu. Usiku hali kidogo kama ilibadilika. Asubuhi mimi nilipokwenda msikitini kurudi, wakati narudi msikitini kaenda zangu kwenye kahawa, nilipokunywa kahawa kurudi, ndio mke wangu anambia hali ya mtoto sio nzuri, kwa hiyo tupeleke hospitali. Basi nilipofika pale niliona hali sio nzuri kweli, kama tumpeleke hospitali. Kwa hospitali akapimwa, akakuta na UTI, malaria na kama typhoid.
Lakini nikamwambia mume wako umemwambia? Akaniambia sijamwambia. Basi ikabidi mimi nichukue simu nimpigie mume wake kwa nia nzuri. Bana moja kuna hivi na hivi. Basi akasema mimi nitakuja tu kwa staili gani Mwananyamala nani ya Buza. Akaja kweli pale. Nikamwambia gharama zilizotumika kabidi anipe ile gharama. Basi baada hapo akamchukua mtu wake akarudi nyumbani. Na hapo kumbe kulikuwa hakuna shida yoyote wala hakuna tatizo kati ya mume na mke, na ndio maana nataka kumwambia. Sasa hapo mimi ndio nilikuwa sijajua. Okay. Hapo sijajua, siwezi kuingilia mambo ndani ambayo mtu yafahamu. Kwa hiyo taratibu za msiba zilikuwaje? Taratibu za msiba zilikuwa sio nani, kwa sababu kwenye kosha mwili wakawa wako wenyewe. Walipotoka kule kanisani kufika pale hakuna chochote, yani sisi kama watu nani baba mtu kwenda pale kuonekana kama wewe una thamani. Wale waamua tu kutoka pale, na hata kawaida kwa mfano kama ni msiba, watu huwa mnaongozana hivi. Ndio? Mnaongozana magari kwa pamoja, lakini ile gari imebeba mwili ilikuwa inakimbia kama mabodi ya nani. Na tulipofika kule tu wao wakafika kule tu wameshaanza washafikia. Kwa hiyo hata wewe kupata muda wa sikupata muda. Okay. Sasa kama baba kwenye hili unalizungumziaje, au nini ambacho unachokitaka? Mimi na mashaka na ufaji wa mwanangu. Na mashaka nayo. Na nini ambacho umepata sasa hivi, au hatua gani ambazo umechukua? Mimi nimeshakwenda kituo cha polisi cha Tabata. Okay. Pole sana baba. Na kabla ya kumaliza, Wema alikuwa ni mtoto wako wangapi? 3 kuzaliwa. Na una watoto wangapi? Na watoto 6. Kwa hiyo ni watoto kuzaliwa. Na kwa upande wako sasa, najua alikuwa anajitafuta na nini, yani msaada gani alikuwa panao kwa ni kitu gani ambacho unaona kabisa kwamba mtoto sawa ametangulia mbele za haki, ambacho utakikosa kutokana na kama unavyojua mtoto na baba yake? Yani bila kupepesa macho. Alikuwa muhimili mkubwa maisha yangu salama. Alikuwa muhimili mkubwa, nimeumia sana. Lakini ndo kazi ya Mungu. Naumia sana. Alikuwa muhimili mkubwa sana maisha yangu. Alikuwa akipambana kweli. Ananitumia pesa, natengeneza nyumbani, najenga nyumba yetu yake nimehamia pale kwa bado haijakamilika. Yeye anapata hela 200,000, 300,000, 500,000, ananiachia mpaka nyumba ikamilika. Ni muhimili mkubwa alikuwa mama. Pole sana baba. Asante sana. Okay. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.